Sisi kama serikali ambayo tunatekeleza ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 tunaunga mkono harambee hii kwa nguvu zote kwa ajili ya maendeleo ya Chama cha Mapinduzi wilaya ya Tunduru. Nilitegemea hapa leo wabunge wawepo wote wale wanaotokana na CCM. Tuna wabunge watatu wanaotokana na CCM, lakini sijui kama mna taarifa nao wengine, ila naona leo hapa yuko mmoja tu ambaye ndo aliyeanzisha hili jambo. Kwa hiyo nitegemea wabunge watakuwepo wote, viongozi wa chama watakuwepo wote, madiwani watakuwepo wote, wadau wote wale wa Chama cha Mapinduzi watakuwepo, lakini inawezekana wanazo sababu zao maalum, lakini kwa mtu ambaye anakitakia mema Chama cha Mapinduzi, hili tukio la leo halikuwa la kukosa. Ni tukio ambalo sisi watu wa wilaya ya Tunduru kwa maana ya Chama cha Mapinduzi tulitakiwa kuwepo bila kukosa. Kwa hiyo mimi kama kamisa, mimi hapa nimesimama pia kwa nafasi ya kamisa, na mwakilisha mkuu wa mkoa ambaye ni mgeni rasmi, lakini kwa nafasi yangu ya kamisa mwenyekiti, sijapendezwa na kuto kuwepo kwa baadhi ya watu humu ndani. Sijapendezwa na watu kuto kushiriki tukio ambalo halimfaidishi Chilombe wala halinifaidishi mimi. Mimi naweza kushangaa mwezi ujao tu nikaondoka au kesho nikaondoka, lakini ili jengo litakalojengwa ni kwa ajili yenu nyinyi watu wa Tunduru, watu wa chama wilaya ya Tunduru. Kuna viongozi hawapo hapa tena wa wilaya, wabunge hawapo, madiwani hawapo. Mwenyekiti wa halmashauri naye na taarifa zake amemtuma makamu mwenyekiti, lakini kwa nini sasa nitegemea huu ukumbi utajaa? Utajaa wana CCM, utajaa wana Tunduru, lakini ukumbi huko tupu. Hii kitu sio nzuri ndugu zangu. Miaka karibu 100 imepita, lakini hakuna kitu chochote kilichofanyika. Miaka 120 na sasa leo amekuja mtu na wazo ambalo ungesema ametupunguzia mzigo, jengo zuri kama hili, alafu watu wanakacha kuhudhuria harambee. Mimi nimevunjika moyo. Mngejua ni namna gani tunapambana na huyu mbunge pamoja na mwenyekiti na katibu kuhakikisha kwamba hii harambee inafanikiwa, msingefanya hivyo vitu. Kwa ndugu zangu, kutokuwepo kwa hao watu kusiturudishe nyuma. Hii ndio tafsiri halisi ya kuijenga Tunduru. Hatujengi Tunduru kwa maneno, tunatakiwa tufanye vitu vitokee na vionekane. Nimekuja na wazo, lakini hili wazo peke yangu mimi siliwezi. Milioni 200 sio ishu ya kitoto, tunahitaji sapoti yenu, na sapoti hii kimsingi ni wajibu kama nilivyokwisha kusema. Kwa hiyo ninawashukuru sana 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 kwa dhati ya moyo wangu watu wote mlioamua kuingia hapa ndani. Hiki ni kipindi cha kilimo, lakini watu wameacha shughuli zao wakaamua kuja kusikiliza wito huu. Hii ni kazi kubwa mmeifanya kuliko kazi yote ambayo mtaifanya miaka inayokuja, kwa sababu matunda ya kazi hii itaendelea kudumu na itaonekana muda wote. Liko jambo kwa uchache limezungumzwa hapo kuhusiana na ofisi iliyopita, kuhusiana na dhamira. Mimi huwa naamini hivi, ukiona kitu kinatokea ujue Mungu amepanga kwamba wakati huo hicho kitu ndio wakati wake sahihi. Nataka niwaambie kitu kimoja. Nilikuwa napitia magrupu na nilikuwa najaribu kusikiliza maoni ya watu. Watu wanasema tukichangia hizo hela watu wanazipiga, wanakula. Niwaambie, mjitahidi kuchangie hela kadiri inavyowezekana. Lengo la hela hizi ni kwenda kujenga ofisi ya chama. Hakuna shilingi itakayopotea.
zote zitakwenda kwenye matumizi sahihi. Maana yake ni nini? Hizi hela tukishazikusanya, kazi ya ujenzi itaanza mara moja, na lile jengo lazima liishe, na sio muda mrefu, na ni muda mfupi ujao. Ni msifu katika hatua ya awali ndugu yangu mbunge wetu Mheshimiwa Fadhili Chiromba akasema mimi nitasimamia kuhakikisha tunajenga ofisi ya chama, kwa sababu ni jukumu gumu na ni jukumu zito. Alipotoa kauli ile, wapo watu wanabeza, kwa sababu ni kawaida kwa sisi wayao huwa tunajidhalilisha wenyewe. Mtu akifanya kitu fulani kizuri, sisi hatuoni kama kitu kile ni kizuri, mpaka akifa anasema la, kumbe kile tungefanya kingekuwa kizuri. Sasa hiki kitu tufike mbali. Sasa sisi kama viongozi, hebu tuamke, tuifanye Tunduru iwe mpya, tuifanye Tunduru sasa ing'ae kama zinavyong'ara wilaya zingine. Imekuwa wilaya siku nyingi, lakini yenye maendeleo duni kuliko wilaya ya Namtumbo, Mbinga ambazo zimeanza baada ya kuzaliwa Tunduru.